Vipi? Mbona meloa kisha nakimbia? Tuseme ndo mazoezi ya? Wewe acha mwanangu Jeff. Hichi kijiji kina mauzauza sana. Hivi kweli mimi mwenyekiti wa kunifanyia hivi? Mwenyekiti amekufanya nini tena? Jana kuna sehemu nilikuwa nimekaa. Akaja mwenyekiti akanitabilia mauzauza. Na haijachukua hata muda, mauzauza yale yamenitokea. Sasa kwenye hichi kijiji kama sio mshirikina mwenyekiti ni nani? Pole sana ndugu yangu. Lakini kwa hili tusilifumbie macho, mwenyekiti lazima awajibike. Sio tusilifumbie macho. Umeona mguu wangu mimi hapa nikitoka namfuata mwenyekiti. Yaani haiwezekani kwenye hichi kijiji tumjue mshirikina na tumkalie kimya. Mimi namfuata mwenyekiti. Sawa, lakini jiangalie, mwenyekiti ni serikali, serikali ina mkono mrefu. Pote lia pote. Mimi namfuata huko na nikimfuata atanieleza. Sawa bwana, kila la heri. Mimi naenda. Haya. Habari yako? Nzuri, kwema? Kwema. So kwema sana. Mwenyekiti, kwa unatafuta ugomvi. Unamdhulumu mume wangu mashamba kwa sababu gani? Mume wangu kaja nyumbani kama kati wa uchizi vile. Simuelewi, kumbe chanzo ndo wewe. Sasa ndo utaniambia kwa nini unamdhulumu mume wangu mashamba? Mume wako alikuja kondeni kule. Amekuja kaangalia eneo lote ambalo hajalilima yeye. Mimi nimelilima, mimi nimewaita Wanyamwezi wakaja wakalilima. Leo anafika kunambia hali yako tuna mipaka. Nilimuonesha kuna mwembe wa kwanza mpaka unafika watatu. Ni ambao ni mpaka ule mpaka mwisho. Leo anakuja kunambia lote shamba ni lake. Sasa itakuwaje? Achukue shamba lote hali yako yeye kalima nusu nimemwekea mpaka. Mimi hivyo sitokubali. Hata kama ni nyinyi nimefanya mimi mwenyekiti, hamutokubali. Sasa wewe mwenyekiti unajifanya unajua sana sheria. Basi tutafikishana popote. Mchezo umeanzisha wewe, sasa mimi nitaumalizia. Wewe unajifanya mwamba, unafanya kumtesa mume wangu. Wewe unajua mume anauma. Sasa subiri kitachokukuta. Jaje bwana kiukala jaje. Fresh. Wa momo. Kiukala bwana, nataka nimfuate mwenyekiti nimlalamikie kwa kwamba ndugu yangu kaga. Mimi nikufuata wewe kwa sababu wewe bana mwanamume mwenzangu, kesa baadaye mtu mzima mwenzangu. Usiki. Sasa. Bwana Mustafa bwana. Sawa, mimi mtu mzima mwenzako. Wewe ni kama kakangu kama ndugu yangu. Lakini hilo swala mimi sina majukumu nalo. Cha msingi pate mwenyekiti ongee naye. Jibu atalokupa ndio unifuate tuje kuongea. Mimi sasa sina mamlaka yoyote ndugu yangu. Haya kama wewe huliji yoyote la kutenda haya, lakini mimi ndio nafuata mwenyekiti. Sasa ndapo wangu wewe unafuata mwenyekiti ndio nikamwelezea jambo. Haya tutachambuana kuko kusiki. Haya bwana kiukala. Njoja hivyo. Haya. Karibu bwana. Swala lino si dogo ni. Haya bwana Mustafa. Huyu jamaa pia zungumza kimakonduchi, akijambiana kichina simuelewe. Lakini nani yupo ana shida. Mwenyekiti. Salamu alaykum. Wa barakatuh. Wewe mambo endaje? Bwana anatoka kwako hapo sijakukuta. Afadhali sana nimekukuta hapa. Bwana James anakutafuta. James ananitafuta? Na ananitafuta kwa kitu gani? Kuna jambo gani ambalo mimi nimemfanya kwamba anitafute? Hebu nieleze kijana wangu, nataka nipate kujua. Kuna nini? Bwana nimekutana na James kule karibu na mtoni. Ameloa na ana hasira sana. Kwa maelezo alionipa, anasema wewe ndo mchawi hapo hapa kijijini. Yule kijana ni mpumbavu. Tulitoa tangazo mwisho saa 12. Yeye namkuta porini huko saa 12:30. Nitakalo kuja kumtokezea
Si ndio ulionekana mimi mwenyekiti ndio nilisababisha. Hilo ndio lilo lilofia nikamwambia kule. Akasema, "Oh mwenyekiti, mimi nitajua mimi mwenyewe nitakalo nifika silangu mwenyewe." Leo ananiambia tena alishanitokezea pengine, alala ananiambia kama mimi ndio nina sababu mimi ndio mchawi. Uchawi wangu uko wapi? Na mimi nimemwita mwanasheria kuja kufuatilia ile jambo. Leo ananiambia kama mimi ni mchawi. Itakuwaje? Basi sawa mwenyekiti, ila James habari unaniambia ndio hizo na anakutafuta. Kasema atakapokuona kichwa chako halali yake. Sasa ni halali yake vipi? Kichwa changu tangu lini kwa halali yake? Alikuwa changu mimi ndio halali yangu mimi mwenyewe. Ananitafuta ila atajua kama mimi mwenyekiti. Basi sawa mwenyekiti, mimi naondoka. Asija katokea James mwenyewe hapa kana mimi Mbeya, ila nikikutana naye nitamwambia kama alivyoniambia. Basi sawa, nashukuru kijana wangu kwa kuniletea habari. Nataka tena ukija ukisikia habari unaambie. Basi sawa mwenyekiti. Nashukuru. Mimi naenda zangu. Haya, nashukuru kwa kuniletea habari. Msaada. Msaada. Mbona nasikia sauti ya mtoto analia? Alafu anaomba msaada. Huyu ni mtoto au? Lakini sauti ya mtoto yeye. Msaada. 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 Mtoto. Mtoto. Salamu alaikum. Nataka salamu yako. Kwa nini sasa? Kwa nini? Ndugu yangu mie, salamu yako sasa sinaitaka. Maana ndugu yangu kaga wala hujachukua hatua yoyote. Kwa nini? Mimi sijasikia. Au ndio ile kuja kuniambia bwana Beka ndugu yake kama kapotea? Mimi sijasikia mimi. Mimi ilikuwa unifahamishe tu kama ndugu yako yupi? Hujasikia jaje? Na wakati Beka kakukataa taarifa yote. Sasa kama hapo kunifahamisha kwa sababu huyo Beka alikuwa message ajua kama ni wewe, mjamaa yako wewe. Sasa mimi utanilaumu vipi ami? Mimi sikuelewi. Laiti ingekuwa wewe kama ndugu yako, ungetendaje? Ningemtafuta ami. Ungemtafuta jaje na wakati mwenyekiti wewe masuala yote ya kijijini vando kuyejua, Kweli mambo yote yalotokea kijijini najua, lakini nimuita askari mpelelezi aje apeleleze. Na sasa na Messi kazi yangu tena madhali nishempa serikali, iachie serikali ndio imalizie hiyo kazi. Siwezi nikaifuatilia mimi. Kama naweza singemwita, ningeyafanya mimi mwenyewe. Basi cha kutenda mimi nakuka siku moja tu ndugu yangu nataka nimuone. Usiki? Nimekusikia. Haya basi sina kwambia kitu tena baada ya leo. Kesho nataka ndugu yangu nimuone. Odi. Odi. Karibu. Asante. Shemeji. Shemeji. Karibu. Asante, vipi? Pita ndani, karibu shemeji. Ndani hata spidi mimi. Labda tukae kwa nje. Karibu shemeji, naona muda mrefu hatujaonana. Shemeji asante. Ila mi bwana hapa kuna taarifa nimekuletea za kuhusu mumeo. Taarifa gani tena? Mbona unanishtua? Yani nasikitika sana. Yani hata sijui nianzie wapi shemeji. Wewe niambie tu shemeji. Kiukweli tumezunguka mahospitalini na vituo vyote vya polisi, lakini hatujafanikisha kumuona mume wako.
Shemeji. Yaani mimi hata mwenyewe nashindwa hata nifanye. Toka alivyoniaga enda kwenye mihangaiko yake. Hajarudi nakwambia mpaka sasa hivi na sijui atakaenda wapi shemeji yangu. Na hata sijui nifanye nini. Hapa ndugu zake kila siku wananisumbua. Shemeji, hebu naomba tusaidizane. Tuendelee tu kumtafuta, tusikate tamaa. Kwa shemu, nataka uniambie kwamba ujue mmeo kaenda wapi. Yaani shemeji nakwambia sijui toka alivyoniaga enda kwenye mihangaiko. Yaani hata shemeji nashindwa kwa hapa nimechanganyikiwa. Hata sielewi nianzie wapi wala namalizia wapi shemeji. Nashukuru hata wewe ulivyokuja hivi tutasaidizana tupeane hata mawazo. Yaani hata mwenyekiti naye nimemfikishia ujumbe hata afuatilie. Hata nashindwa nifanye nini shemeji. Basi pole sana shemeji, lakini mimi ndo nimekuletea taarifa na taarifa yenyewe ndo hiyo. Basi sawa, mimi acha nikuache. Haya, karibu tena shemeji yangu. Usikate tamaa. Poa. Haya, tuendelee kumtafuta. Vipi Sara? Kuna nini? Sasa ndio huko kuna nini sasa? Huko. Kuna nini? Huko. Sasa unaambie? Huko. Kuna chatu. Basi sawa. Tulia kwanza. Kwa sababu utaki kuniambia kuna kitu gani unasema chatu, lakini wewe chatu yenyewe kila nikimwangalia simuoni. Sawa? Kwa hiyo wewe tulia kama vipi naenda zako ndani kupumzika. Basi sawa, wewe tuende ndani. Sawa? Hatwende. Habari yako shemeji? Salama shemeji. Vipi lakini uko nakotoka kwema? Sasa unakuja unakimbia. Shemeji uko sio kwema nikotoka. Yaani ni mauzauza tu shemeji uko njiani. Yaani alinikuta Mungu mwenyewe ndo anayejua. Lakini samani kidogo. Bila samani shemeji. Inafika karibia wiki sasa. Hatujamuona au sijamuona mumeo. Hivi kweli yupo? Yaani toka alivyoniaga enda kwenye mihangaiko yake. Yaani mpaka leo nakwambia hajarudi. Yaani mpaka unakaribia mwezi. Yaani nahangaika kwa ajili yake kumtafuta yeye tu. Sasa shemegi, inafika karibia wiki sasa mumeo hujamuona. Hivi unashindwa hata kutoa taarifa basi? Wewe acha. Si nimeshampelekea taarifa mwenyekiti. Yaani nashindwa hata nifanye nini shemeji. Naomba tu wewe unishauri nifanye nini. Kwa mwenyekiti nimeenda, mwenyekiti naye hata haisuluhiki jambo. Basi pole sana shemegi. Kwa kutokana na hata mwenyekiti pia nisikia kama ana ugomvi na mumeo kuhusiana na habari za mashamba. Sasa sijajua nini kinatokea. Shemegi, mimi nikupe pole afu pia tutajulishana kitu gani kitatokezea basi. Haina shida shemeji. Umenifurahisha sana. Nimekutuma kazi, umefanya vizuri. Ila umenikera jambo moja tu.